Huu mchanganyo ambao unaona hapa ni mchanganyo wa mashona nguo. Una kazi nyingi sana kwa kuku. Nitakuelekeza namna ya kuandaa, lakini pia namna ambavyo unaweza ukatibu magonjwa. Mashona nguo nadhani wengi mnayajua kama hayo hapo. Haya mara nyingi sana yanapatikanaga mashambani. Yakikomaa hayo yakakauka huaga yananasa kwenye nguo. Lakini pia sisi KingoFarm tunavyo vitabu mbalimbali, tiba za asili, tuna kitabu cha ufugaji wa broiler, mwongozo maalum huo ni wa booster, ufugaji wa kuku wa kienyeji na vitabu vingine vingi ambavyo vitakusaidia kwa ajili ya ufugaji. Kitabu kimoja kinauzwa shilingi 10,000 na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Sasa tuanze na namna ambavyo unaweza ukaandaa haya mashona nguo. Utachuma mashona nguo wastani kama hivi ambavyo unaona kwenye picha yako, kisha utakuwa unatoa yale majani. Utakuwa unatoa majani kama ambavyo unaona tunafanya hapo, tunaweka kwenye blender kama hivyo ambavyo unaweza ukaona kwenye hiyo picha. Lakini pia nikukumbusha, unaweza ukajiunga na grupu letu la WhatsApp. Kujiunga na kundi letu ada yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Ukijiunga na hili kundi utapata vitu vingi sana. Tutafuta kwenye hiyo namba ambayo unaiona hapo. Tutakuelekeza namna ya kuwafuga vifaranga tokea wakiwa wadogo mpaka wakiwa wakubwa. Kwa hiyo ada ya shilingi 8,000. Lakini pia hata kama una changamoto unaweza ukatupigia simu na tukakujibu vizuri kabisa. Sasa baada ya kutoa hayo majani, utakuwa unatoa hayo majani, lakini pia usitafute mashona nguo ambayo yamekomaa sana. Tafuta mashona nguo ambayo ndio yanachipukia kama hivyo ambavyo unaona. Hayo ni mashona nguo yale ambayo yanakuwa yana maua. Hata hayo maua yake pia tunayachuma, tunayaweka kwenye huo mchanganyo wetu. Nianze kukutajia huku ninaendelea na hii kazi ya kuchuma haya majani, pia niwe nakutajia kazi zake. Kazi ya kwanza kabisa, mashona nguo yanatibu vizuri sana vidonda. Kama mlivyoona jana tulijifunza kwenye lile tunda la ndula kwamba linatibu vidonda. Lakini pia hayo mashona nguo ukiyachukua kama hivyo majani yake ukayakamua vizuri kabisa, yanatibu vidonda. Hasa vile vidonda vya kwenye ngozi, kama kwa mfano labda kuku amechubuka, kuna sehemu amechubuka, basi ukimiminia ule mchuzi, unafikicha lile jani, usichanganye na maji kama unatibu vidonda, ukafikicha vizuri ule mchuzi wake ule pale, ukakamlia kwenye kile kidonda kile, basi kile kidonda kinaungana vizuri sana. Narudia tena, kutibu vidonda vya kwenye ngozi ya kuku ni changamoto kubwa sana. Kidogo waga vinasumbua sana. Kwa hiyo endapo utatumia mchuzi huo wa hayo mashona nguo, ukiyakamua usiweke maji kama ambavyo sisi tumeweka maji. Hapa sisi tunatibu kitu kingine tofauti. Wewe ukayakamua vizuri, ukayaminyia pale, basi utaweza kutibia vizuri kabisa vidonda. Lakini pia unaweza ukaona hapo baada ya kupata yale mashona nguo ambayo tumeweka kwenye hilo jagi letu, tumekwenda kuchukua kitunguu maji kimoja na kitunguu saumu. Hapo sasa tupo tuna blend, tumeweka maji kiasi. Huu mchanganyo ambao unaona hapo tunakwenda kuchanganyia kwenye maji lita 10. Huu mchanganyo utakwenda kuchanganyia kwenye maji lita 10. Na sasa ukishafanya hivi, kazi zake kubwa ambazo huu mchanganyo utakwenda kufanya, kwanza kabisa huu mchanganyo unatibu vizuri sana magonjwa ya matumbo. Kama kuku wako anaumwa homa za matumbo, na homa za matumbo unaweza ukazitambua kupitia miharo. Utakuta kuku wako wanahara kinyesi ambacho ni cheupe, inakuwa ule muharo ambao ni mweupe upo kama vile kamasi, basi ujue kabisa kuku wako wapo na homa ya matumbo. Ukiwapa huo mchanganyo ambao nimeweka mashona nguo, nimeweka kitunguu saumu na kitunguu maji, basi kuku wako watapunguza ile miharo na watapona zaidi. Na wakumbusha tu mjiunge na kundi la KingoFarm kwa gharama nafuu kabisa. Lakini pia vitabu vyetu ni shilingi 10,000 soft copy. Kujiunga na kundi ni shilingi 8,000. Unaweza ukatupigia namba au ukatutafuta WhatsApp, namba ambayo unaiona hapo. Kwa hiyo utakuwa umewatibu kuku wako magonjwa ya matumbo kwa kuwapa huo mchanganyo. Lakini pia huu mchanganyo unatibu vizuri sana coccidiosis. Coccidiosis ni muharo ule wa damu. Muharo ule wa damu. Sasa unapokuwa unatibia mashona nguo
muharo wa damu, tunashauri pia unaweza ukaongeza na mwarobaini au majani ya mpapai. Ukachukua majani ya mpapai kwa mfano 3 au kipimo hicho hicho cha majani ya mwarobaini ukawatibia kuku wako. Na ukifanya hivi, kuna ile tiba ya ambayo huaga tunaisema sana hapa, tiba ya kutibu coccidiosis, ambayo tunachukua majani ya mpapai. Ile huaga inatibu siku 3 mpaka siku 4, lakini endapo utaongeza haya mashona nguo, utaweza kuwatibu kuku wako ndani ya siku 2, watakuwa wamepona kabisa ule muharo wa damu vizuri kabisa. Na sisi huwa tuna watibia kuku hapa, lakini pia unaweza ukatumia kama kinga haya ya mashona nguo, kama huo mchanganyo ambao nimeuchanganya hapo, kwa kinga kuku na coccidiosis au magonjwa ya tumbo. Sasa mtu anaweza kujiuliza, nitajueje kama kuku wangu anakwenda kupata huu ugonjwa? Angalia mazingira. Mfano sisi leo hii tunawachanganyia hivi baada ya jana mvua kubwa kunyesha. Kwa hiyo kama mvua kubwa imenyesha, utakuta kuna mvua imeingia kwenye mabanda, lakini pia mabanda yameloana. Hata kuku hao ambao wanatoka nje wanakuwa wanakunywa sana maji ambayo yametuama. Kwa hiyo moja kwa moja tunajua kabisa kuku watakwenda kupata magonjwa ya matumbo. Kwa hiyo tunachokifanya, siku ya pili yake tunawapa chanjo, tunawatibia kwa kutumia huo mchanganyo ambao unaona tumeuandaa hapo. Kwa hiyo tunakuwa tumeutumia kama kinga. Kwa hiyo ukiona hali kuna mazingira fulani ambayo kuku wako wanaweza wakapata huu ugonjwa wa tumbo au coccidiosis, basi unawapa huo mchanganyo. Lakini pia huu mchanganyo, endapo utaongeza vitu hivi ambavyo unavitaja hapa, ukiongeza kijiko kimoja cha jivu, ukaongeza na jani moja la aloe vera, utatibu ugonjwa wa kideri. Utakuwa umetibu ugonjwa wa kideri. Kumbuka ugonjwa wa kideri waga unatibiwa kwa kutumia majani 3 ya aloe vera, kitunguu saumu kimoja, tangawizi moja, lakini pia unaweka na kitunguu maji pamoja na jivu. Sasa hapa utatumia tu kitunguu maji kimoja, kitunguu saumu kimoja, utatumia majani ya mashona nguo kama hayo ambayo nimekuonyesha kwenye huu mchanganyo, na jani moja la aloe vera na kijiko kimoja cha jivu kuatibia kuku wako kideri. Na hii unaitumia endapo una uhaba wa majani ya aloe vera. Maana utaachana na yale majani 3 ya aloe vera ambayo ilitakiwa uweke majani 3, ila kupitia huu mchanganyo utaweka tu jani moja kwenye maji lita 10. Hivyo ndivyo ambavyo huwa tunafanya. Kwa mfano kama una majani ya aloe vera machache na unahisi yanaweza yakaisha kabla hujamaliza kuatibia kuku wako, unaweza ukatumia huu mchanganyo wa pili. Na kukumbusha pia, endelea kutufuatilia sisi KingoFarm. Tunavyo vitabu ambavyo vitakusaidia sana kwenye ufugaji. Gharama yake ni shilingi 10,000 tu na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Nadhani somo letu la leo limekamilika vizuri kabisa, namna ambavyo unaweza ukaokoa kuku wako. Hata kama ukiona kuku wako wanazubaa, unawapa huu mchanganyo, watakaa vizuri kabisa. Asanteni na kwa elini, na watakieni siku njema. Tutafute kwenye hiyo namba kama una uhitaji wa kitabu au kujiunga na kundi.